well. It is well. Na siri, hata wewe hapo una siri. Na mimi nina siri. Lakini hizi siri zote haziwezi kukunufaisha isipokuwa siri aliyonayo Mungu. Wakamuuliza kwa nini unazungumza kwa mafumbo lugha isiyoeleweka? Akamwambia kwamba ninyi mmejaliwa kuzijua siri. Mwana wa Mungu usipozijua siri za ufalme wa Mungu utateseka duniani. Kuokoka ni neema, ukishapata hiyo neema tafuta siri zilizoko ndani ya ufalme. Ndio maana kuanzia mwezi wa 5 huu Mungu ni siri kubwa sana. Nataka mpaka tufike mwezi wa 7, namba 7, namba ya ukamilifu, waanze kuziona dalili za uaminifu wa Mungu kwenye maisha. Ndio maana nazungumza na wewe kuhusu kupeleka kwenye ulimwengu wa maajabu. Leo nitazungumza na wewe. Siku ya kwanza nilisema kwamba unawezaje kutumia uhai wako, maisha yako katika mwili ili kuweza kutatua mambo yanayokuja roho. Unawezaje kutumia mwili wako, kwa sababu tunaishi katika mwili, lakini maisha yako rohoni inatakiwa kuyakopi rohoni pia lete mwili. Sasa unawezaje kumpata mwanao unayemwona ndotoni katika ulimwengu wa roho? Unawezaje kubadilisha picha ukaota mwezi na nyota wanakusujudia wewe? Unawezaje kuibadilisha ile picha ile iwe halisi? Wengi wanakufa na unabii haujatimia, lakini maombi yangu ni kwamba wewe usife kabla unabii wako haujatimia. Kutabiriwa ni jambo moja na kuishi unabii wako ni jambo lingine. Ni rahisi kutabiriwa, lakini sio rahisi unabii kutekelezeka kwenye maisha yako. Sasa ndio maana kuna series ya masomo nataka kuzungumza na wewe. Utafanyaje ili kuweza kuingia katika ulimwengu wa mambo yasiyowezekana? Leo tutazungumza kuhusu usiwe kama wao, not to be like them. Kichwa cha somo, usiwe kama wao. Mwambie jirani yako usiwe kama wao. Maana ukitaka kuingia katika ulimwengu wa mambo yasiyowezekana, kuzifahamu siri za ufalme, usiwe kama wao. Nataka tusome kwanza Warumi 12 mstari wa kwanza hadi wa pili. Twende chap kwenye maandiko. Warumi sura ya 12 mstari wa kwanza na wa pili. Warumi 12 mstari wa kwanza na wa pili. Neno la Mungu linasema, basi ndugu zangu na wasii kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Ndio mstari wa pili. Anasema wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Usifuatishe namna. Sasa unaelewa? Usifuatishe namna ya dunia hii, bali mfanye nini? Mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Mgeuzwe. Nataka nirahisishe sentensi. Usikimbie kama dunia inavyokimbia. Usifikiri kama dunia inavyokimbia. Dunia ikikimbia huko, bali wewe fikra zako zibadilishwe. Nenda kinyume na dunia, ndipo utaiweza dunia. Pigie Bwana Yesu makofi. Nimekupa siri moja wapo.
usiwe kama wao. Asema msifuatishe dunia hii, bali mfanye nini? Mgeuzwe. Mungu anaposema jambo sio rahisi. Sio rahisi kupingana na dunia hii na ukavuna. Naomba nisomee Luka 8:25. Luka 8:25. Luka 8 mstari wa 25. Ndio. Neno la Mungu linasema akawaambia, imani yenu iko wapi? Ndio. Wakaogopa, wakamaka wakisema wao kwa wao, ni nani huyu basi hata amuru upepo na maji navyo vyamtii? Huyu ni mtu wa aina gani? Huyu ni mtu wa aina gani? Usipokuwa kama wao kila wakati, lazima ulionao watasema neno. Huyu ni mtu wa aina gani? Mungu alipomwambia mzee Zakaria, ndio babake na Yohana Mbatizaji na Elizabeth, yes, ya kwamba huyu mtoto msimpe jina la ukoo. Ukoo wote walisimama, walisema sasa atakuwa mtu wa aina gani? Soma Biblia. Kwa nini Mungu anafaulu katika mambo yake? Kwa sababu ni mtu haeleweki vizuri dunia. Ukieleweka duniani ni rahisi kukwamishwa. Wakati Mungu anafanya juhudi usieleweke, wewe unaweka bidii kueleweka. Unataka kila mtu awe rafiki yako kwenye Facebook, maana unataka kuelewa. Unataka umati wa watu. Biblia inasema ajitafutiaye marafiki wengi kwa ajili ya nini? Ya uangamivu wake mwenyewe. Lazima watu wakufahamu sehemu nusu ya maisha yako iwe siri. Sio kila kitu kwenye maisha yako kinataka kifanyike. Ndio maana watu wakubwa hupenda kukaa na mtu anayejua kufumba mdomo. Ukuu unatokana na uwezo wa kufumba mdomo. Nimepata, nimekuwa, nimetokea, nimeingia, nimefanikiwa, zimeongezeka, nimefaidi. Hiyo kwamba bado wewe ni mtu wao. Na utakuwa na kazi kubwa sana. Huyu ni Mungu aliyeumba wanadamu. Hawaogopi, lakini akawa anaongea nao kwa siri. Kijana akamuuliza, "Kwa nini unaongea nao watu hao? Kwa nini tukiwa nje unaongea kwa mafumbo?" Anasema, "Baba, sio kila mtu anafaa kujua siri za kufanya. Ila nyinyi mnafaa." Wakasema, "Huyu ni mtu wa aina gani?" Wanakaa naye, lakini kama siku zinapoendelea wanakuja kwamba ni kama hawajamsoma vizuri, hawajamwelewa. Twende Waamuzi 13. Tunapotaja Waamuzi 13 tunaziona habari za Samson, Waamuzi 6 habari za Gideon, Waamuzi. Biblia kwa msomaji wachataja sura unajua kwamba hapo wanataka kusikia. Waamuzi 13 mstari wa 2 hadi wa 5. Ndio. Waamuzi 13 mstari wa 2 hadi wa 5. Ndio. Neno la Mungu linasema, palikuwa na mtu mmoja wa Sora wa jamaa ya Wadani, jina lake akiitwa Manoa. Na mke wake alikuwa tasa, hakuzaa watoto. Malaika wa Bwana namba moja kwa Mungu, hata tasa wanazaa. Kwa Mungu hata vipofu wanaona. Nasikia? Mara kivuli cha Mungu kinapofunika ukoo wako, hata mtu asiyejiweza atajiweza. Na kivuli cha Mungu kikifunika ukoo wako, wanaojiweza wanaweza wakakwama. Unaelewa? Amen. Na ndio maana
Vipofu walikuwa na uwezo wa kutaka muujiza kutoka kwa Yesu, lakini wenye macho wanashindwa kufanya nini? Ndaka. Asema huyu mke huyu alikuwa tasa, lakini akafanya nini? Endelea kusoma. Mstari wa 3, malaika wa Bwana akamtokea yule mwanamke akamwambia, tazama wewe sasa utasa uzae, lakini utachukua mimba nawe utamzaa mtoto mwanamume. Hawajasema umeondolewa utasa bado. Wewe ni tasa lakini utazaa. Basi sasa jihadhari na kuomba usinywe divai wala kileo. Sasa sikiliza mtu yule anayetaka kuja. Wanasema mama kwanza tufanye nini? Jihadhari na kuomba usinywe divai wala kileo. Wala usile kitu kilicho najisi. Unajua watu wengi hatima zao zinaanza kuvurugwa kwa ajili ya tabia za wamama. Hatima ya mtu asilimia kubwa inategemea pia mkao mwanamke. Kwa maana wanawake, kwa sababu tunataka kumtiza, lazima tupeane elimu. Ndio duniani hapa tunakaeje ili mambo ya watu wengi wanaangamia kwa ajili ya mama zao, kwa sababu Mungu anamtakasa mtu mara ya mwisho akiwa tumboni mwa baba yake. Si sawa? Mungu anamtakasa mtu mara ya mwisho akiwa kiunoni kwa baba yake. Hii sio tu, lakini tumbo ndio kiwanda. Maana duniani hapo mwanadamu ana jukumu kubwa sana kuliko kuwa na katu saluni, wanaposha kucha, wanafuta mguu, wanani. Wewe kama mazingira ya kwamba anayeingia atoke hawa anang'aa kama kucha zao. Shetani anairubuni dunia kwa kumrubuni. Kwa sababu anajua kwamba maisha duniani ni nani? Maisha duniani ni nani? Nazungumza maisha duniani nani? Tafadhali jamani. Hata shuleni wanatuambia maisha, ukimwelimisha mwanamke umeelimisha nini? Dunia. Mama akaambiwa usinywe pombe. Leo kuna hata wamama hawajajua watazaa watoto aina gani. Gongo. Si hata pombe kwa gongo. Whisky. Konyagi. Nimewaenda sehemu moja kwa sababu hapa nchini kwetu migawanya chakula, kuna wakati mimi nimechanganywa na baa na nini, kasikia njaa, sasa nikaona mgao wote nikaenda kula. Nikaona binti mdogo wa kike anaagiza bia 17 za Serengeti peke yake. Nini amekaa? Nilimfuata hata kama mimi sijamuuliza. Kaambia mwanamke hanywi hivi. Hata kama pesa ni sawa. Hata kama unakunywa bia moja kwa sababu wewe ni nani? Wewe ni nani? Mwanamke. Kuna mambo mengine mwanamke unahitaji kuyafanya hata kama una uwezo kuyafanya. Kwa sababu wewe ni kiwanda. Anazungumza. Tuendelee kusoma. Anasema usije pombe. Nasema kwani tazama utachukua mimba nawe utazaa mtoto mwanamume, na wembe usipite juu ya kichwa chake, maana mtoto huyo atakuwa mnadhiri wa Mungu tangu tumboni, naye ataanza kuokoa Israeli na mikono ya Wafilisti. Wanasema ulikuwa unakunywa pombe, lakini sasa hivi usinywe pombe kwa ajili ya yule anayetengenezwa. Sema mnadhiri. Mnadhiri hayuko kama watoto wote uliowazaa. Asiwe kama wao. Usimlee kwa namna uliowalea wengine. Andika neno mnadhiri. Nadhiri tafsiri yake ni mtu ambaye Mungu ana kazi naye duniani. Ndio ile ni mtu ambaye anataka awe mali ya Mungu. Yeye mzae, fanye nini, lakini atakapojielewa acha nini naye. Na huyo mnadhiri anatakiwa aambiwe ya kwamba wewe ni mnadhiri. Wewe usijiingize kwenye mambo mengine. Wewe ni nani?
Wewe shughuli zako ni Mungu. Wewe ruti zako ni Mungu. Wewe connection zako ni watu wa Mungu. Misele yako ni yote, mentali zako, kila kitu. Wewe ni nani? Ukijiroga ukawa kama sisi. Mwambie mwenzio, ukijiroga. Nataka angalia mtu mmoja, inawezekana una wanadhiri hapa kati yetu tulio. Wewe mwangalie, mwambie ukijiroga ukawa kama mimi. Shauri yako. Mwambie wewe ni mnadhiri. Pigie Bwana Yesu makofi. Nimalizie na Kutoka 33 mstari 12 hadi 16. Wewe andika tu. Mungu anamsisitiza Musa ya kwamba uliniahidi ya kwamba utakwenda pamoja nami. Sasa imekuwaje malaika kaimu? Malaika anaweza kumkaimu mwanadamu, lakini sio Mungu. Kuna siku moja nimeoza. Kuna wengine wamejengewa kwenye imani ya kutegemea malaika, malaika mlinzi. Malaika yuko weak. Yuko hata huko. Anaonekana na nguvu kwa sababu wewe hujakaa kwenye nafasi. Malaika anapigwa, shetani ana uwezo wa kumdhibiti malaika. Kuna sakata shetani alibua huko mbinguni, malaika walifeli. Kweli si kweli? Ilibidi watafute matambiko ya Kristo. Na neno walipolichanganya ndipo wakamshinda. Walipambana naye lakini walimshinda kwa damu ya mwana. Manake hata wao hawamwe. Shetani Mungu alimtengeneza kwa namna yake kwa ajili ya matumizi yake. Kwa maana yuko jinsi alivyo. Sasa kwenye hii Kutoka, Mungu anamwambia Musa, wanapambana na Musa. Hapana, Mungu nataka tuongozane na wewe. Uliniahidi kitu. Mimi sitaki kwenda na mtu, sitaki kwenda na malaika. Sasa sababu aliyomwambia chini yake kusema pale, anasema kwamba itajulikanaje kwamba mimi na watu wako ni tofauti na hao watu wengine? Tofauti. Sema tofauti. Usipokuwa ni tofauti kati yako na wao, bado utakuwa na confusion nyingi sana. Kuna jambo moja sikuwa naona ubaya wake, lakini sasa nilikuja kuona kuna sehemu tulikuwa na mama tumekaa. Sasa nilitaka mimi wakati ninakuwa mbea sana. Mimi nikishaona kitu na wakati siwezi kufikiria. Sasa tukakaa mimi pale kuna nimshambulie mama fulani. Baba. Ukiangalia jinsi alivyo, maongezi yake jinsi alivyo, anataka kuvaa nguo zile alizofanya nini? Kuna watu vile unamwambia kama kiama, unataka kuvaa tight. Mimi ni baba, lazima tujifunze na kujua. Unapotaka kuvaa, angalia mwili wako. Sio kila kitu lazima ufanye. Sasa Mungu akaniambia nyamaza. Niliponyamaza, tuliponyanyuka hivi, kumbe ni mhubiri wa kimataifa. Mhubiri wa lakini niliposhambulia sasa mimi nilikuwa kumbe kwa kufanya na mama. Sasa inaonekana hata alimuona mama, lakini akafanya nini? Akajikausha. Sasa mama katika kupita kuangalia, nakufananisha. Sasa anapoingia mwenyewe mvazile kwa nini alaika mbana hata kujaribu. Samani leo kitu cha wanamsalimia, lakini kitu cha kwanza inamjia kwenye nini? Mwambie mwenzio usiwe kama wao. Ni utaila. Amen.
God bless you. Usiwe kama kichwa cha somo cha leo. Nataka kuongea kwa nini? Sasa mama kama ndio baba ni angalia sana. Amen. Kwa nini wana wa Mungu vitu vingine Mungu anatuletea mipaka? Ukiwa peke yako sawa. Amen. Amen. Mimi sizuia. Nasikia wao kuliko mafuta ya nguo. Lakini kwa nini Biblia inazungumza? Kwa sababu wewe ukivaa vibaya utaniweka mimi madhambi. Ndio maana Mungu anakuambia kiwa kati ya watu jiweke sawa. Ili kunilinda mimi, wewe jiweke. Ili kumlinda mwenzio, wewe jiweke nini? Vizuri. Gospel inahubiriwa kwa Biblia, kwa mtazamo, kwa kuvaa, kwa kuzungumza, kwa kuishi, kwa kula, kwa kukaa. Chochote unachokifanya lazima watu wajue kwamba huyu si kama. Tunaingia kwenye somo. Andika, usitaraji kuishi maisha ya hali ya juu wakati mkao wako ni wa kawaida. Never expect to live an extraordinary life by having a normal attitude. Usije kutarajia maisha ya hali ya juu kwa kuwa na mkao wa kawaida sawa. Hizi kwanza ni kanuni za ukuu. Usije kutarajia mafanikio makubwa kwa kukaa kwenye mkao wa kawaida. Namba 2, andika. Uwezi ukakwepa kuwa kama wao kama utaishi kama wanavyoishi. Kwa namna nyingine uwezi ukakwepa kukwama kama walivyokwama, kama utaishi kama walivyofanya nini? Ishi. Uwezi ukakwepa kutokupitia, kasema mimi sitapitia yale baba aliyopitia, yale mama aliyopitia. Dawa yake usiishi kama baba au usikae kama mama alivyokaa. Haya ni maneno ya busara tu, lakini yana nguvu kwenye maisha. Na Mungu anayakubali, anayatamia kwa bila. Namba 3, andika. Maisha ya mambo makubwa, mitaji mikubwa, faida kubwa, upako mkubwa, kibali kikubwa. Maana maisha ya mambo makubwa yanatokana na nidhamu. Maisha ya mafanikio ya mambo makubwa yanatokana na nini? Discipline kubwa. Ndio maana mtoto wa tajiri wanamkataza kucheza na mtoto wa maskini. Si kwamba wanamchukia mtoto wa maskini, hapana. Wanalinda utajiri uliopo, wanataka utajiri wanaotaka uwe mbele yake hawezi kuudaka, asiumisi. Sio kama tunaelewana? Andika kwamba unapofanya wanachokifanya wao, huwezi ukawashinda. You will never overcome them. Unapoishi kama wanavyoishi wao, unapokaa kama wanavyokaa wao. Narudi kwenye Warumi, usiufatishe dunia hii, bali wewe fanya nini? Wewe ubadilishwe. Fahamu yafuatayo, andika ya kwamba ilimgharimu Yakobo kuondokana na maisha ya aina fulani ili awe Israeli. Ukisoma Biblia utakwambia kwamba
Yule mtu aliyepambana naye usiku alimfanya nini? Alimtegua. Unaujua huo ufungu hapa. Ukiteguliwa utapata changamoto gani? Sio changamoto. Madhara yake nini? Haujaweza kutembea. Yes. Nataka mtu mmoja kwenda. Tunamtaka motiba. Utakuwa na changamoto kwenye mfumo wa uzazi. Hautazaa. Huwezi ukawa mwanandoa. Sasa unajua kwa nini malaika alimtegua hapo kwa namna nyingine? Ilibidi Yakobo wamvue maisha ya aina fulani ili amiliki jina la nini? La Israeli. Alikuja kwa maombi. Badiliko, mgeuzo. You need to change. Ili kwenye akaunti yako kwanza kuingia bilioni 10, bilioni 5, bilioni 4. Wengine zinaingia kwa sababu aliamua kubadilika kama mkatili, kama chinja. Akawa ndio maana zinafanya nini? Bila kubadilika, ukiwa vile vile, matokeo ni yale. Andika mtu wa pili. Ilimgharimu Simoni wacha maisha yake ya familia na kuachana na baba yake ili awe Petro. Ili awe Petro, ilitakiwa asiwe kama askari. Ilibidi Yesu alifuata. Ilibidi amfuate baba yake. Ilibidi amfuate Yesu. Nataka uwe Petro. Petro maana yake ni jiwe. The rock. Kwa namna nyingine kuna jiwe lilikuwa ndani ya Petro. Ili liibuke ilibidi Petro asiwe kama Simoni, asiwe kama ndugu zake. Kwenye masuala ya deliverance, unapotaka kufunguliwa, jambo la kwanza linalozingatia, mbili linalozingatia, mkao wako. Amen. Andika, tunafungwa kwa ajili ya mkao na tunafunguliwa baada ya kubadilisha mkao. Nimalize Elisha. Elisha ili awe mwanadamu anayetembea na double anointing, upako mara mbili. Jamani, aliweza kufanya mambo ya ajabu kuliko yule aliyemtangulia. Ilibidi achane na mifugo, ng'ombe wale waliokuwa nao wenda kutoka alikuwa anachunga mifugo ya familia na ya kwake. Ilibidi enda kaage, jamani, chukweni baba nini. Okay, bye. Ndipo sasa jamaa yeye anapita kwa koti, anaweka koti kwenye maji. Anafunga nini? Anavuka. Nisome Samueli wa kwanza 10. Samueli wa kwanza sura 10 mstari wa 6 hadi 7. Samueli wa kwanza, nitazungumza maneno machache kwa sababu nataka kuomba. Kichwa changu cha somo leo nakwenda na wewe kila siku naongeza tofali katika kukupeleka kwenye maisha ya mambo ya ajabu. Maisha katika ulimwengu wa visivyowezekana. Na naamini kwamba wewe ni mtu sahihi. Mungu alikuchagua usikie habari hizi kwa sababu Mungu ana mpango mzito na wewe. Ungesema amen. Samueli anasemaje? Samueli wa kwanza sura ya 10 mstari wa 6 na wa 7. Ndio. Neno la Mungu linasema, na roho ya Bwana itakujilia kwa nguvu. Ndio. Nawe Samueli anamwambia Sauli, nawe utasabiri pamoja nao. Ndio. Nawe utageuzwa kuwa mtu mwingine. Ndio. Basi hapo ishara hizi zitakapo kutukia, fanya kama uonavyo vyema, kwa kuwa Mungu yu pamoja nawe. Nabii alikuwa anajaribu kumwambia Sauli ya kwamba ili mambo yote unayoyapanga yafanikiwe, lazima wewe ubadilike uwe mtu mwingine. Sio kama unaelewa? Huyu ni nabii anamtabiria huyu fan kwenye maisha yako, kuna 1 2 3 4. Lakini sasa ya kwamba ili asema roho atakuja juu atakubadilisha.
namna nyingine, pesa kubwa zinapotaka kuja kwako zinaangalia setup iliyoko ndani mwako na setup ya pesa hivyo haviendani, inago. Sio kwenda kusoma ujasiriamali, sio kwenda kutafuta. Mwambie mwenzio swala la setup. Pesa zina macho, zina masikio. Mafanikio yana macho, yana masikio. Hayako shuleni. Ndio maana Kumbukumbu anakuambia kwamba baraka hizi zote zitafanya nini? Sio wewe. Kwanza unasikia zilipo. Ukuu utafanya nini? Vina macho, vina masikio. Kwa mujibu wa Biblia inasema kila chenye jina kina nini? Hata kidonda kina nini? Hata jiwe lina nini? Ndio maana kila kitu duniani Mungu amekipambanisha na jina la Yesu Kristo. Jina lipitalo majina. Sasa unapowekewa utaratibu wa kunyang'anywa jina la Yesu Kristo kistaarabu, wanakuingiza kwenye maisha ya udhaifu. Sema amen. Amen. Kwa hiyo nabii anamwambia kwamba ili mipango yako yote ifanikiwe. Na Joshua na yeye Mungu alimwambia neno hili. Katika Joshua sura ya kwanza tunasoma kwa wakati nafikiri mstari wa 9. Kitabu hiki cha Torati kisitoke kinywani mwako. Kitafakari usiku, kucha, mchana, asubuhi, ili uweze kufanikiwa katika kazi ya Mungu niliyokupa. Katika mambo ya God bless you. Mpigie Bwana Yesu makofi huyo mtoto. Faida ya kulitafakari neno la Mungu ni kwa ajili ya faida yetu. Kuna watu wengine wanadanganyana kwamba kanisa linakupotezea muda. Kanisa lipo kwa ajili ya faida. Sasa kama wewe ni taila, utarubuliwa na ujumbe. Asema ili andiko hili sio kwa faida ya Mungu. Namba moja, Mungu ni tajiri. Yes. Mungu hayapo. Mungu makadirio yake ya income yake haikadiriki. Ndio maana toka alipoanza kutoa mpaka leo anatoa, hajawahi pungukiwa, hajawahi ishiwa, na benki zake hazifichwi, ziko nje. Anasema tu njoni kama unaweza kuzipokea. Mungu hahitaji umaarufu. Mungu hahitaji majengo, mbingu yake inamtosha. Kwa hiyo chochote Mungu anachokifanya ni kwa ajili ya faida. May God bless you. Mungu anataka ni kufanikisha. May God bless you brother. Mungu chochote anachokifanya ni kwa ajili ya faida ya. Anamwambia Joshua, tafakari hili neno kamalo ili ufanikiwe katika mambo yako, tena nini? Yote. Sisi tulioko mchini, kuna mambo naanza kujifunza. Kuna jamii ya watu fulani nikikaa nao nipo na ugundua kumbe hata kusoma sana sio jibu la Mungu. Hata kuona pesa sana sio jibu la Mungu. Kuna watu wanazo, lakini mwisho wa yote wanaanza kumtafuta nani? Mungu. Kama huwezi kumtafuta Mungu, wanaanza kumtafuta nani? Shetani. Kumbe kile ndio kifuniko. Kuna mwimbaji mmoja wa Nigeria anasema kwamba ukiwa na Mungu na kile kitu, ukiwa na Mungu fahamu kwamba una kitu, labda kama wewe haujui kumtumikisha yule Mungu leo, kama haujui yule uliyomweka ndani. Andika ya kwamba na mwili na mkao wa kibinadamu huwezi ukaziteka ahadi na baraka za Mungu. In natural
Manake na mkao wa kibinadamu huwezi ukazimiliki baraka na ahadi za kimungu. Nisome kwanza Waefeso 1:3. Abarikiwe bariki Mungu Bwana wetu Yesu Kristo aliyetubariki kwa baraka za nini? Za rohoni, akaziweka ndani ya nani? Ya Kristo. Baraka za Mungu ni za rohoni, sio za mwilini, iwapo zipo kwa ajili ya kufanya kazi hiyo. Kwa hiyo mkao wa kibinadamu haukupi access. Tabia za kibinadamu hazikupi nini? Fursa ya wewe kumiliki baraka na ahadi za Mungu. Kwenye ahadi za Mungu kuna nini? Hali ya afya njema, kuna hali ya kufanikiwa, hali ya kuwa na akili sana, hali ya kuwa na kibali, hali ya kufaulu, hali ya kutoka kwenye mapambano mazito, hali ya kuponyoka kwenye mikono ya mganga wa kienyeji. Hizi zote ni ahadi tulizonazo, lakini hutoki ng'o kwa tabia za kibinadamu. Kuna watu wengine mnapambana hata kutafuta amani na ndugu na nini. Sipo, wewe unafuga maisha. Biblia inasema njia za mtu zikimpendeza Bwana. My God. Njia zako zikimpendeza Bwana. Biblia inasema nini? Bwana atakupatanisha na wadui zako wote. Hauhitaji kwenda kuomba msamaha. Hauhitaji kwenda kubembeleza wako. Hauhitaji. Patana na Mungu. Kaa na Mungu. Elewana na Mungu. Ni wajibu wake kumaliza mambo yako yote. Hiyo inaitwa habari njema. Gospel. Njia za nani? Zako. Sisi kimpendeza baba yako. Sisi kimpendeza rafiki yako. Sisi kimpendeza mke wako, mume wako. Simpendeze nani? Atakupendeza na mume wako. Atakupendeza na mume wako. Atakupendeza na baba yako, ndio. Atakupendeza na nini? Madui wote watakutumikia. Madui. Pigia kwanza Jehova makofi. Pigia ulimwengu makofi. Njia zako. Kwa nini mkao wa kibinadamu haukuruhusu kupata baraka za Mungu? Andika, kwa sababu Biblia baraka inatakiwa kufuata, sio wewe uzifuate. Utaandika Kumbukumbu la Torati 28 ndio. Kwa sababu baraka zimepewa amri na Mungu. Kama vile bahari imepewa amri na Mungu, wewe usivuke, usiingie mjini. Wewe ishia tu kubicho. Yesu anaandika kwamba mkao wa rohoni, mtu wa rohoni na mkao wa rohoni duniani ndiye mwenye fursa wa kuzipata baraka na ahadi za Mungu. Maana yule mtu wa rohoni na mkao wa rohoni ndani ya mtu anaishi duniani ndiye mwenye fursa ya kubarikiwa mjini na kijijini. Watakujia kwa njia moja, utawatawanya kwa njia ngapi? 7. Sasa yule mtu mkao wa rohoni ndio unaokupa fursa ya kuwa kupata ile mrithi. Ndio maana yule mtu yule mwenye fursa anaitwa nani? Mwana. Andika mwana. Mwana ni nani? Mwana ni mtu aliyebadilishwa na elimu ya Mungu. Mwana ni mtu aliyezaliwa kutokana na elimu. Watu wengi msiwezi kurudia somo hili tunafahamu. Mwana ni mtu aliyezaliwa kutokana nini? Na elimu. Kila mtu ni mtoto, lakini wewe mwana. Kwa maana ni kila siku nasema unaweza kuzaa mtoto lakini asiwe mwanao. Ili inakuja? Unaweza kuzaa mtoto asiwe mwanao. Mwana ni yule ana uwezo wa kutibu. Na wazazi wengine walimzaa mtoto kwa majeraha, kwa operation sana, lakini ukimtuma mtoto mgongo. Jirani kimtuma huyo. Kwake yule ni mwana, wewe ni mtoto. Kwa hiyo mtoto ni wakati anapofikia kwa kukutumikia bila mashaka. Bila yule ndio mwana. Sasa Biblia inasema mwana
anatokana na nini? Ni mtu baada ya kuokoka akafanyia wokovu kazi, kwa sababu wokovu unatupa kibali cha kuweza kuwa mwana wa Mungu, to become salvation, si ndivyo? Asema yeyote atakaye andiko linasemaje? Bali wote waliompokea aliwapa uwezo kufanyika wana wa Mungu. Aliwapa uwezo wawe wana wa Mungu. Wote waliompokea aliwapa uwezo wawe wana wa Mungu. Kumbe ni uwezo to become, not to be. My God, ukiokoka maana wewe sasa uko kwenye fursa, ukikimbia vizuri utakuwa nani? Mwana. Mwana ndio mrithi Biblia. Mwana ndiye anayelindwa. Mwana ndiye akikataa mbingu na yenyewe inakataa. Mwana akikubali duniani mbingu inakubali. Kwa hiyo mbingu iko upande wa mwana, haiko upande wa mtoto. Mtoto anatunziwa vitu, na akizeka akafa akiwa mtoto, kwa hiyo vitu vyake vimebaki. Lakini maombi yangu ni kwamba vya kwako visibaki. Sasa Warumi anasema tusiwe kama kichwa cha somo ni usiwe kama wao. Warumi anasema tubadilishwe. Tunazungumza tu mambo mawili. Jinsi gani utabadilishwa? How can you be transformed? Jinsi gani unaweza kubadilishwa ili sasa leo uingie kwenye ulimwengu wa maajabu. Unapanga mambo yako yanakwenda kama vile ulivyopanga. Amen. Umewahi kugundua kwamba kuna watu wengine wanaweza kuwa na afya njema, unapata kazi. Kesho unapotaka kupata kazi, unasikia kama unaanza kuimaona. Manake jambo lolote la baraka na mafanikio hakujiendei kibinadamu. Hata kama ni kazi ndogo, lazima ubadilishwe ili uwe na uwezo wa. Sasa jambo la kwanza utabadilishaje? Nataka tuone kwanza Petro wa pili mstari wa kwanza hadi wa 3. Hapa ndipo palipo na kitu. Jinsi gani unaweza ukakataa kansa iliyokuja kwenye ndoto? Jinsi gani unaweza ukakataa ndoa za kipepo zinazokuja kwenye ndoto? Jinsi gani unaweza ukamkataa? Unajua kwamba mwanaume wa kawaida au mwanamke binadamu ni rahisi kumkataa. Bwana wewe usije tena. Unaweza kumwaibisha hata mbele za watu. Hata kwa mbele za baba, huyu mtu ananisumbua. Au kumtangaza mtu. Lakini jini mahaba umtangaze. Jini dume, jini jike umtangaze, umkatae, umpeleke madhabahuni, usiku tena anakuja. No. Mimi sihitaji ruhusa yako, mimi nimekuja. Lazima nipate changu niondoke. Why? Lazima uwe na mkao, sema mkao. Kwenye ndoto unamwambia usinichezee na akayeyuka. Usiniguse. Kuna mzee mmoja alinichekesha sana. Yeye nilikuwa sasa kuna Arusha kama ni watu, nilikuwa natia watu moyo. Akatoa ushuhuda, anasema mimi nilikuwa na changamoto majini mahaba. Na mama mwanamke alikuwa ananijia usiku. Anasema sasa niliteseka sana, lakini sasa baada ya kujifunza ukirudi kama imani kama mtu mzima, nikashangaa siku moja nimelala. Kwa mara ya kwanza yule mama akaja akamwambia kwamba wewe pepo wewe. Kwenye ndoto akajikuta kama ana uwezo. Unajua kama kwenye ndoto ni vigumu sana uchukulie ndoto kama maisha halisi. Hiyo kwamba ukiwa na mabavu kwenye ndoto ndipo unaweza ukawa na maisha halisi. Ya kukataa. Akamwambia akasema wewe umenitendea sana, lakini leo ukisogelea mimi nakubaka wewe. Asema huyo pepo alishangaa yeye. Kwenye kuanzia siku hiyo hakuweza kuona ndoto. Sema mkao. Sema mkao. Nisome Petro. Inakuchekesha lakini mkao. Waraka wa Petro wa pili. Ndio. 2:1. Neno la Mungu linasema, lakini
Lakini kuliondokea manabii. Waraka wa pili wa Petro sura ya kwanza mstari wa 3. Sura ya kwanza mstari wa 3, neno la Mungu linasema, kwa kuwa uweza wake wa uungu umetukirimia vitu vyote vipasavyo uzima na utauwa. Simama kwanza. Uweza wa Mungu unakuwezesha kupata vitu vyote. Sasa nimeanza kwenda katika uwanja. Uweza wa Mungu unakuwezesha wewe kupata vitu. Narudia. Uweza wa Mungu umetukirimia sisi kupata vitu vyote vya kimaisha na vya kimungu. Endelea nasema. Anasema kwa kumjua yeye aliyetuita kwa utukufu wake na wema wake mwenyewe. Simama kwanza. Manake tunapomjua huyo Mungu ndani yetu tunaambukiza uwezo. Amen. Tunataka upako kuendesha maduka. Wana kibali za wao. Hii Biblia kuna watu sio koka wanaitumia maisha ya Mungu. Ndio. Ndio maana hii katiba sio kitabu cha dini. Yes. Ukitii unakula Mungu anakuwa upande. Serikali ya Mungu inakuwa upande. Kifuata tu hivi. Ndio maana utakuta jela kuna watu wengine hawafanya makosa wako ndani. Lakini waliofanya makosa wako wapi? Ametoa rushwa. Hapana, hata licha kutoa rushwa ameamua kufuata zile kanuni za serikali. Serikali kwa upande wake, wewe unamsikizia yao. Mlipe. Mfanye nini? Sasa Biblia ni katiba. Yes. Na uwezo wa balozi wa nchi bila kujua nini? Katiba ya nchi. Na Yesu anasema ili kufaulu lazima tufikie stage ya kuwa nani? Mabalozi. Ufalme. Unajua? Kama unajua basi wewe balozi. Kama haujui bado. Andika namba moja. The knowledge of the Lord. Kumjua Mungu. Utatofautiana vipi? Utakataaje kuwa kama wao? Utabadilishwaje? Warumi kwamba mbadilishwe, msiwe kama dunia inavyokwenda. Kumjua Mungu. Andika kwamba kuna nguvu inayoingia ndani ya mwanadamu anapoanza kuweka ufahamu wa kimungu kwenye akili zake. Kuna nguvu, power. Tena tunazungumza power. Kuna misuli ya kimungu inayoanza kuingia ndani ya mwanadamu. Mwanadamu kwenye akili yake anapoanza kujifunza topic ya nani? Ya Mungu. Kwa hiyo ile topic ya Mungu ndani yake inaanza kuleta nguvu. Desi ya pili, nataka kuleta desi ya pili andika kwamba unapoanza kufahamu kitu, jua ya kwamba unachomwa nguvu ya hicho kitu. Inject. Kwa namna nyingine, ukishaanza kusomea biashara, nguvu ya biashara inaanza kuingia ndani yako. Kwa hiyo kile unachotaka kukisomea, ukianza kusomea kinanda, nguvu ya kinanda inaanza kuingia ndani yako. Kwa namna nyingine, nguvu ya kinanda inaanza kupisha, nguvu yako inaanza kupisha nguvu ya kinanda ndani mwako. Ndio maana kuna wengine anapiga kinanda amefumba macho. Kuna wengine anapiga kinanda anajiuliza mbona hajakosea. Kinanda kimeshaingia ndani mwake. Kwa kinanda kinajipiga kenyewe kikiwa ndani. Maana ufahamu wako wote umeshapata. Kwa nini umeshapata? Bwana nazungumza unapoanza kujifunza kitu kuna nguvu nyingine. Desi ya tatu andika. Nguvu ya kile unachokifahamu ndiyo inayoendesha maisha, mfumo mzima wa maisha. Amen. Chochote unachokifahamu ndio kwamba ukifahamu kitu ndio kwamba nguvu ya kitu hicho inaingia ndani yako. Na hiyo nguvu ikiwa ndani mwako ndiyo itaanza kukuendesha. Ndio maana mfanya biashara hata akiwa mchungaji atakana kuendesha kimahesabu. Kibiashara. Maana mahesabu ya kibiashara si kwamba maana biashara ile knowledge ya biashara haitatoka
atakuwa ni mtu wa mahesabu kabisa, atakuwa ni mtu anataka mambo yao yanazalisha. Usipokuwa lazima atakuwa. Kwa hiyo unachokifanya, mkulima akiwa mchungaji, kanisa haliwezi likakosa shamba. Injinia akiwa mchungaji, kanisa haliwezi likakosa. Kwa mfano, tutakupa tu mfano. Kwa nini awamu ya tano ujenzi, ukarabati, majengo vilikuwa vingi sana? Kwa nini? Kwa sababu aliyekalia nchini injinia. Kwa hiyo anajua kwamba bwana, maisha bora, barabara, mjomba na pita mwagika. Unachokifahamu ndicho kinachoendesha maisha. Nataka tuende hapa kwenye kitu fulani. Andika kwamba huwezi ukakwepa kuendeshwa na nguvu ya kile unachokifahamu. Yes. Huwezi ukakwepa maisha yako yaendeshwe na kile unachokifahamu. Kwa maana nyingine, kile unachokifahamu, ule ufahamu ndani ya mtu unabadilika, unakuwa nini? Power. Ndio maana Danieli 1:32 anasema kwamba wamjuao Mungu wao watakuwa hodari na kufanya mambo makubwa. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ni jitu hodari. Mungu ni mtu mwenye matendo nini? Makubwa. Siasa, somo lenyewe la siasa liko very complicated. Kweli si kweli? Ndio maana ukijifunza siasa na wewe lazima utakuwa complicated katika. Sio unanielewa? Utakuwa ueleweki. Sikio kuna nibukia huko leo kujibuka, na kwa sababu elimu yenyewe ya siasa ndivyo ilivyo. Ukisoma elimu ya upadre, mimi nimewahi kuona, maana ukienda seminari, hata kama unatembea hapa hivi, hata kama unatembea, maana ukiingia seminari mwisho watu watakuta kwamba hata kama ulikuwa kidondosha kitu kinamko, hata kama mtu pale hata kidondosha. Sema elimu. Sema elimu. Muulize mzee usicheze na elimu. Muulize wewe ni elimu gani umekupatia? Mimi naona kweli, mimi nikilala unakuwa na haraka kinyonga. Wewe geuka kafe kitandani. Nimelala mimi. Kwa sababu nikilala naamua kupumzika kwa hiyo. Lakini ukiwa padri, watakufundisha hadi analala kama karamu. Na kitanda na mwekea hivi. Hata papo ukienda chumbani kwako unaweza kukuta sita kwa sita. Haipo. Yule mtu mkubwa sana dunia. Ananga mwisho maana yake ni mbili kwa ngapi? Sika ni mbili kwa nini? Sita kwa mbili. Sita kwa ndio maana hadi haraka mgeni, haraka uweze kumtembelea, uweze kulini. Yeye maana nyumba yake umekimuka anashuka moja, anaandala moja, ana kile kitu maana ni nini? Ndio maana sasa wewe kama unakuwa unalala kama tena hivi, utakila siku utaona mtu ana makovu, maana ndio umedondokea huko kimetoka. Lazima elimu itakunyosha. Na utakuwa mtaratibu. Ndio maana wasikuta mtu yote padri au yote seminari. Mnasemaje? Yeye bwana msemaje? Bwana sema hapa sema Bwana haya mambo sio mazuri. Haitakiwi kuenenda hivyo. Maana watakunyosha. Sasa kilichokunyosha ni nini? Sema nini? Msifuate elimu ya dunia hii, bali
mgeuzwe ili muweze kuiona neema ya nani? Ya Mungu. Andika ya kwamba mwaka huu Mungu alituhakikishia kwamba ni mwaka wa nuru ya Mungu kuangaza kwenye maisha yetu, na hiyo nuru ipo na kubwa kabisa mpaka tufike Desemba tunasema Mungu kwetu ni kabisa. Amen. Sasa kama nuru ya Mungu haijaangaza kwenye maisha yako, lazima iangaze kwanza wapi? Kwenye moyo wa. Andika, nuru ya Mungu inaanzia wapi? Usitegemee Mungu kuangazia maisha yako kabla hajaangazia moyo wa. Nisome kwanza Wakorintho wanasemaje? Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 6. Sasa tunaingia tuko kwenye kuangalia elimu ya Mungu. Hautakuwa kama wao kama moyo wako utawacha upate elimu ya Mungu. Wakorintho wa pili anasemaje? Wakorintho wa pili 4:6. Mungu anasema, kwa kuwa Mungu aliyesema nuru itang'aa toka gizani, ndiye aliyeng'aa mioyoni mwetu. Kwanza atupe nuru ya elimu ya utukufu wa Mungu katika uso wa Yesu Kristo. Mungu alitupa nuru kupitia nini? Rudia. Alitupa nuru kupitia nini? Elimu ya nani? Ya utukufu wa Mungu katika uso wa Yesu Kristo. Manake elimu ya Mungu ndiyo imebeba nini? Nuru ya Mungu. Nuru ya Mungu ni nini? Nuru ya Mungu inatoka kwenye elimu kuhusu nani? Kuhusu Mungu. Ndio maana ukisoma ile Yohana 1 mstari wa 1 hadi 6 anasema, hapo mwanzo kulikuwa kuna nani? Naye neno alikuwa Bwana. Naye neno alifanyika kuwa nani? Na baada ya hapo hakuna kilichofanyika bila neno. Na huyo neno alikaa kwa nini? Tusome tu vizuri, tuende vizuri. Haya ni maandiko ya kikanuni haya. Ndio maisha. Kuna mistari mingine maisha yamejificha huko. Ndio maana Mungu alikuwa anafunza, nazungumza kwa ufupi kwa sababu ni siri ya maisha. Yohana 1:1 anasema, hapo mwanzo kulikuwa neno. Kilichokuwa hapo ni nini? Neno. Kwa hiyo neno ndio nini? Mwanzo. Endelee. Naye neno alikuwa kwa Mungu. Ndio. Naye neno alikuwa Mungu. Neno unapoliona hivi ni Mungu. Ndio maana tunasema Biblia yako kila siku unapoifungua ndio kwamba umefungua kinywa cha Mungu. Amen. Unapoweka Biblia siku 7 kuisoma mpaka Jumapili ndio kwamba umefunga kinywa cha Mungu siku 7 nyumbani mwako. Unayo. Hautaki aongee. Asema nayo neno ndio alikuwa Mungu. Endelea. Huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu. Huyo neno. Vyote vilifanyika kwa huyo. Vyote viko ndani ya huyo. Wala pasipo yeye kufanyika chochote kufanyika chochote mpaka sasa hivi. Yeye akiwepo kila kitu kinawezekana. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima. Sasa ndani ya hilo neno kuna nini? Uzima. Nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Na Mungu ikafanya nini? Nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Manake hiyo nuru inayong'aa iko ndani ya neno. Nasikia? Na kazi ya hiyo nuru iliyoko ndani ya neno ni kulifunika giza. Kwa namna nyingine, Biblia inakwambia kwamba pekee neno la Mungu ndilo linaloweza kumshinda shetani na mipango yake duniani. Sema amen. Sema amen. Wanasema giza. Nuru na giza. Wanasema nuru na giza. Biblia inapozungumza kwamba nuru inazungumza ni uwezo wa kuona unapokwenda. Andika hivyo. Ulikokusudiwa kwenda na Mungu. Wanaposema giza ni upofu wa kutokuona unapotakiwa kwenda kulingana na vile Mungu alivyokusudia. Ndio maana giza wanasema ni ujinga, nuru ni ufahamu.
Nuru ya Mungu ni taa inayomulika kwenye njia ya destiny yako, a divine destiny, njia ya hatima yako. Sasa wanasema ya kwamba elimu ya Mungu imebeba taa ya kuonyesha wewe direction yako iko wapi, njia yako usipotee. Kwa neno lingine, ndani ya elimu ya Mungu kuna njia za kila mwanadamu hapa duniani hapa. Amen. Elimu, sema elimu. Andika kwanza neno elimu. Nazungumza jinsi gani unaweza ukawa, jinsi gani unaweza usiwe kama wao, jinsi gani unaweza usiwe kama wao. Leo naweza nikamaliza kipengele cha kwanza tu, cha pili naweza nikaendelea kwa pili inayokuja. Jinsi gani utabadilika. Andika kwanza. Kwa Kiswahili teaching tunasema nini? Fundisha. Teach, kufundisha. Teaching. Yes, fundisha. Andika neno fundisha. Andika kumfundisha mtu, weka nguvu ndani yake. Is to empower, to teach someone. Maanake unamempower. Kwa nini wengine unapoenda shuleni wanakuweka nini? Wanaweka nguvu, si kwamba wanakupa taarifa. Wanafanya nini? Wanaweka, maanake fundisho ni sawa sawa na mpira unapoweka nini? Mimi nacheza mpira kila siku asubuhi kwa ajili ya mazoezi. Bali sawa sawa ule mpira ule unapoanza kupulizia pumzi ile ili ujae. Kwa namna nyingine fundisho wanakujaza nguvu ili wakikudunda hivi udundike sawa sawa. Wakikufundisha uchawi, wakikudunda hivi uroge sawa sawa. Wakikufundisha umbea, wakikudunda hivi umbea sawa sawa. Wakikufundisha utulivu, wakikudunda hivi uwe mtulivu sawa sawa, utulie sawa sawa. Ndio maana elimu, kumwelimisha mtu ni kuweka nguvu ndani yake. Jeshi ya pili ni kwamba elimu ni mfumo wa kimungu wa kuhamisha nguvu ndani ya mtu. It's a divine system. Elimu haijalishi ya shuleni, elimu teaching yoyote, elimu yoyote, maanake ni mfumo wa kuhamisha, wa kutransfer nguvu. Mimi nikiwa na nguvu, ukizitaji lazima nikufundishe. Ndio maana Elia alimwambia Elisha akamwambia kwamba mimi nataka niwe kama wewe, niwe na upako kama wako. Akamwambia hayatokee kwa bahati nasibu, utakuwa nayo ukiwa na uwezo wa kukaa pembeni yangu. Kukaa ni kujifunza, kukaa ni kutaka kusoma, kuelewa kupitia yule unayokaa chini. Asema ukiwa na uwezo wa kujifunza mpaka mwisho ndipo utakuwa na double anointing. Kwa sababu jamaa alisamiria kuwa mtu sio wa kawaida. Elisha alisema lazima mimi nifufue maiti hata nikiwa kaburini. Baba yangu yeye anafanya miujiza akiwa live. Elisha asema mimi nitatenda miujiza hata nisipokuwepo. Je, jina lako linaweza likawa na nguvu hata kama upo? Mpaka kama utakuwa kama wao. Ndio maana alipata majaribu kwenye Mwanzo sura ya 2. Tunaanza kuona wana wa manabii wakaanza kumfuata Elisha. Unajua kwamba baba yako amefika mwisho. Baba yako anataka nini? Baba yako ameisha upako. Baba yako yeye anasema kweli anaisha upako, lakini mimi nitaka naye. Kwa nini asiseme? Kwa sababu anajua kwamba ili nipate double anointing lazima nijifunze ya kutosha kwa wingi wao. Ndio maana alisema kukaa. Anayefaulu maisha yule anaye uwezo wa kukaa. Wananjaa muujiza ukatokea, inatakiwa wale Yesu asema lazima waketisheni. Waketisheni chini. Hakuna muujiza unaotoka kwa watu wako. Leo wanakwenda Mungu ana muujiza. Wanaweza kuvumilia. Wanaweza kuamini mpaka unabii wenyewe. Wanaweza kuvumilia. Kwa maana kwa Waswahili wanasema kwamba mvumilivu una. Labda tuchanganye sasa gospel na maneno ya mtaani ndio unaweza kuelewa.
maisha yako kwa timing. Wewe unakimbia wapi? Muulize wewe unakimbilia wapi? Unakimbilia wapi? Unakimbilia nini? Una saa yako au una mkuki wa Mungu unaoangalia unaenda naye sawa sawa? Yeye mwenyewe anasema Mungu hawai wala afanye nini? Achelewe. Wakati kifika mambo yatatike. Wakati kifika mambo yatakwenda. Wakati kifika mambo yatafanya nini? Yatanyoka yenyewe. Kukaa. May God bless you. Sema kukaa. Ndio maana mtu mzima unakuja na ile hali ya mtu kutaka kukaa. Acha wakimbie. Nilicheka kuna siku moja walikuwa wanatajia mjadala na mzee wao. Mjadala pia wao. Akaramwita mzee hasa mzee mwenzangu mzee kama vile wao. Nakimbiza. An-XP. Mzee ni unakuja uzima unakuja na uwezo wa kukaa. Amen. Hata ukiwa na milioni 5 bado unafanya nini? Unakaa. Kijana akipata milioni 5 utajua, na mtu mzima akipata milioni 5 huwezi kujua. Mtu mzima akipata milioni 5 utakuta milioni ndio inakauka zaidi. Nafikiri kama na kitu nini? Utulivu. Mezibana. Pipe zote za pressure za moyo mezibana. Tulia. Lakini Kendrick kijana anakupa bilioni 1 leo. Kwanza unanifuata kwamba baba, inaonekana mchungaji wako na dosari. Ndio kwanza kaa hapa nataka nikufundishe soba. Hata naona wewe, naona unajua mafanikio yanaleta kiburi. Ndio maana kabla hujafanikiwa lazima Bwana kukarabati. Ili ukifanikiwa baba, ndugu wa ndugu, mwanadamu wenzia wa mwanadamu, nyumbani kuwa ni nyumbani. Wengine wakiwa na pesa wanakimbia nyumba. Pesa zikiisha ndio wanarudi. Mwambie wewe bado mchanga. Mwambie ndio kama mamilioni hayaji. Mwambie laki umeama. Je, milioni? Tutavuka mipaka. Tavuka boda. Jamani, habari za Kristo ni tamu. Ndopigia Yehova makofi. Habari za Kristo ni tamu, kwa sababu ukizisikia unasikia zinaingia kwenye mifupa, zinagawanya hisia na tamaa, zinagawanya ujinga na uelewa, zinakusete. Ukitoka watu wanajiuliza kwamba usio yule mtoto wa fundi seremala yule, mbona busara zote zinatoka wapi? Sema elimu ya Mungu imembadilisha. Hayuko tena kama wao. Natabiri juu yako usiwe kama wao. Natabiri juu yako ufanye tofautisho. Natabiri neno la Mungu linaloingia ndani yako likutofautisha na wao. Sema amen. Nazungumzia teaching, nguvu ya elimu. Ndio maana hata mgeni unapopiga kelele kuhusu elimu, jambo linataka kuliombea sana. Tunateseka kwa ajili ya elimu tunao. Kiukweli hakutaki kusoma hivi unavyosoma. Utakuta mtoto yuko hapa anasomea mambo sijui kama ya mwezini, kuna shule lakini huko Tanzania huko tunaweza kulaka kwa mradi kwenda mwezini. Haya mambo tunayojua. Hata ukija hapa wameomba ada kwa sababu kuna sikoipano kama ni nini. Baba, unajua mtu mzima kitu asipokielewa huwezi kukisupport. Sisi hapa tuna manazi, tuna minazi. Somea minazi. Ndio vitu tulivyo navyo. Sio kama naelewa. Somea minazi, somea kawa, somea manake soma kulingana na mazingira. Niongea kweli au si kweli? Ndio maana mimi nawapenda kwa wachana. Mchana ndio wanapotezea moyo. Niende physics, nini
anakuja x nini x pale unaweka nini minus unaweka nini sasa toka sifuri anaangalia kuna masi kwa mna kuna nini kwenye x kuna nini kuna mlo bwana sasa hivi tunapotezea na muda anaingia tu gengeni anakaa 200 300 400 anakuwekea viwanda sema wewe uanze kusoma vizuri unilete upigie wachanga makofi. Mimi napenda watu wale wanaotumia mazingira yao, kwa sababu ndio kitu cha kwanza kile Bwana amekupa mali pale ndipo palipo maisha, pale ndipo palipo kuendelea. Kule kote kuna unataka kwenda wapi? Ndio maana tunakuta wasomi wengi sana nchini kazi hapo, lakini kila mvuvi hapa nchini ana kazi. Kila mkulima hapa nchini ana nini? Umwajiri usimwajiri ana kazi. Wewe usipomwajiri mazingira yake yanamruhusu kuwa na nini? Sema elimu. Elimu inatuaminisha kwamba hatujiwezi bila watu fulani. Ni nguvu inayoingia ndani yetu. Sasa chama nanyelewa. Watale sema kwa sababu wasomaji sana kama sisi tunajua. Uwezo kumkuta dunia leo mzungu anakaa miaka 20 na ngapi anasoma. Haipo. Mzungu akishafika miaka kama huyu, ameshaanza kutafuta maisha. Soma nenda PhD, soma nenda. So wewe mwenyewe babu kwenda PhD. Ili kushinda. Sasa unakuta kwamba maana kibiblia ukishafikisha miaka 19 Yesu inataka uanze maisha. Miaka 40 uanze kula matunda ya vitu hivyo. Inatakiwa kwa hesabu kamili pia kawaida ukiwa na miaka 40 wewe una nyumba yako. Haleluya. Nyumba zako umeshajitokeza. Lakini sisi elimu inakwenda na sisi mpaka unakuta 40 unasoma. Hata uwezo wenyewe kukariri maneno hauna. Lakini umekaa tu mtu mzima. Watoto wanakucheka darasani. Maisha yanakusubiri, watoto wana. Mwambie mwenzio badilishwa, usiende sawa sawa na dunia. Wazungu wanasomea vitu walivyo navyo. Na kwa muda mfupi wanaokoa. Maisha yanatakiwa kuwa nini? Muda. Jamani natakiwa kuombea mbele hivi wanapopiga kelele. Elimu nini? Esipata kama na mipango ya kwenda huko nje. Somea sasa ya mambo mengine. Lakini hata ukienda ugenini wewe kama msiji mwenyeji. Wewe kama msiji nani? Mwenyeji. Nazungumzia nguvu ya elimu. Andika kwamba unapopokea nguvu ya kitu umekuwa kile kitu kupitia elimu. Unapopokea nguvu ya kitu kupitia elimu. Kwa nini tunashambulia mitandao? Kwa sababu mitandao inakuja na elimu nyingi sana. Inakaribisha vitu. Chochote unacho kizingatia ndio kwamba unapokea nguvu yake. Na ukishapokea nguvu yake umekuwa kile kitu. Hapa tunazungumza jinsi gani unaweza ukawa sio kama wao ili ufanikishe kila kitu kile ni nini? Ndio maana ndio kwamba mtu awe kitu fulani kwa kuwekea mikono hapa ni kwa kufundishwa jambo hili. Unakuwa kwa kufundishwa kitu. Na ukifundishwa kitu fulani, jiandae kuwa kitu hicho. Fahamu yafuatayo kwa kwamba elimu ipo kwa ajili ya kutengeneza mtu mwingine ndani yako. Another kind of person. Elimu ipo kwa ajili ya kutengeneza mtu wa pili ndani. Ndio maana unakuta mtoto ulikuwa naye nyumbani vizuri, akienda shuleni boarding na wazazi wengi sana wanashulea mlio na watoto. Ukishampeleka, okay. Si lazima. Lakini utakuta kwamba yule anayerudi sio yule uliyopeleka. Kweli si kweli? Yule uliokuwa naye akitoka akienda huko miezi 6 mwenzio anapaa.
headmaster ana pambo, mwalimu mkuu ana pambo, kula liko ana pambo. Miezi 6 anaporudi ndio kwamba wamebaki na yule wewe uliowapatia wao, wamekuletea kwao. Daddy, how are you? I'm okay. Hivyo hivyo. Unaweza na shikamoo. Piga Bwana Yesu makofi. Warumi anasema mbadilishwe. Mimi nazungumza kwa wazi. Lengo la kukaa na mtu ni kumbadilisha. Mimi sitaki na mtu kwa ajili ya entertainment. Ninapokaa na wewe nataka kubadilisha. Ndio maana nitakuomba leo kwa sababu kwa sababu lengo langu ni kufanya nini? Kwani ndio maana ya elimu. Hata na mimi sikuwa hivi. Ibidi mtu fulani anibane. Yes. Anibane, atengeneze mtu mwingine ndani ya huyu chini huyu. Ndio maana Mungu anasema nitakomana wewe mpaka utakapoitwa kwa jina jipya tokalo kinywani mwangu. Nitakujenga, kanisa langu nitalijenga. Maana yake anapoeni andika kwanza fundisho namba 1 ni kumjenga mtu. Fundisho ni kujenga. Fundisho ni kujenga nini? Fundisho ni kujenga sio kujenga mtu. Andika fundisho ni kujenga kitu ndani. Namba 2 andika fundisho ni kuumba kitu kingine ndani ya mtu. Is to create another thing inside. Na namba 3, fundisho ni kubadilisha kitu fulani ndani ya mtu. Is to transform something ndani ya mtu. Na namba 4, fundisho ni kuleta mfumo wa maisha mwingine ndani ya maisha ya mtu. Nimesema na mambo haya ni kujenga, ni kuumba, ni kubadilisha, ni kulinda. Fundisho ni kuumba, ni maana Yesu anasema kwamba nitalijenga kanisa langu. Kanisa la Kristo linafundishwa. Kanisa la Kristo alijengwa kwa unabii. Linajengwa kwa elimu. La iwe kanisa, Yesu anapofundisha lazima alete kiumbe kipya, akuweke kiumbe kipya. Ndio maana Biblia Yesu anapambana kuhakikisha kwamba usiwe kwenye mtaa wako wa Israeli, usiwe nyumbani, uwe ndani yake ili uwe kiumbe nini? Kipya. Mtu akiwa ndani ya Kristo lazima awe mtu mwingine. Utampa maagizo ya kimila aliyokuwa anatekeleza mwanzoni, atakuaibisha. Atakwambia kuanzia sasa mimi huko hapana. Nini? Yesu ameshaumba mtu mwingine ndani yake. Fundisho ni kumbadilisha mtu. Yesu anamwambia Simoni kwamba njoo nifuate, nataka nikubadilishe. Usikuwa unafua samaki. Unafua nini? Ili unafua watu lazima ufanye nini? Nikufundishe. Lazima nibadilishe kitu chako. Jamaa akamfuata mzee wake kamwaga. Mzee nataka kwanza kufua watu. Utafuaje wewe ndoana? Jamaa wameniambia tu atafuaje. Hana ndoana, hana wafu, na Yesu sema wewe njoo. Baada ya miaka 3 na miezi 6 jambo likalipuka. Ndio wakazaliwa wa Pentekoste. Watu wanaoishi duniani lakini wana busara za kimungu. Watu wanaishi duniani lakini wana Mungu ndani yao, wanatembea. Watu wanaofanya biashara duniani lakini kwa akili za kimungu. Watu wanaoishi na tabia za kimungu. Ndio maana ya Pentekoste. Ni dharau tu wanapita walokole. Utuite mlokole, utuite nani? Tumeokoka, tuko smart hapo. Ndio maana lazima uwe unatembea na Mungu. Maana Pentekoste. Yesu alipokufa kidogo akamlika video akarudi tena akaanza kufua. Ndio maana wakati
mwingine maisha yakikwama, unarudi tena kwenye ile ya zamani. Mwambie mwenzio bado hujapokea nguvu. Lakini atakapokutilia huyo roho, utakapoipokea nguvu. Biblia inasema mzazi wako akukusomesha lugha ya Wagalatia. Lakini ukashangaa Petro anatoka nje, aliyekuwa mwoga, aliyekuwa anazungumza kwa Kiyahudi, anatoka anazungumza sio kama ni lugha gani. Wanasema mbona huyu jamaa sio wa kwetu, mbona haeleweki? Huyu ni nani anayeweza kuzuia upepo? Ili ufaulu maisha lazima uwe na uwezo wa kuzuia vile wanadamu waweze kuzuia. Kudhibiti vile watu waweze kufanya nini? Hawawezi kudhibiti. Majuzi, kwa maana ya majuzi, huyu shuhuda, huyu mtu atamleta. Nafikiri ndio kwa sababu mjizo umetendeka juzi. Mimi napenda kuambia mijuzi yangu ili nikufunge kiroho, labda ukae vizuri na wewe. Kuna mtu mmoja wanapambana naye. Sio alikuwa nani? Alikuwa na changamoto gani? Ukichaa wanapeleka kwa waganga, wanapeleka wapi. Sasa mimi nilikuwa nimebeba kwenye gari na mtu. Sasa tukakutana naye njiani. Yule mtu yule ni ndugu yake, alikuwa anatembea kwenye gari. Sasa akafika akasema kwamba wakasalimiana, lakini akasema kwamba huyu ana matatizo, sio kama tumepeleka wapi, watu wanasema huyu mtu hadi tuko kwenye gari. Nikamwangalia hata nimesema njoo. Mungu akaniambia tu mkono pia. Nikamwambia tu mkono. Kwanza leo mzee. Mimi nikaenda sana. Kumbe alipobaki, nilipoweka tu mkono hivi. Asema kasikia kama barafu imeingia. Niliweka tu mkono mzee. Akasema waganga niweke mkono. Watu niweke mkono. Lakini ni mkono wa namna gani? Huyu jamaa ni mtu wa aina gani? Elimu ya Mungu. Mimi sishindani milimani. Maombi ya siku 40 utasikia Mungu unarudi. Kama unaenda nini hapa na unarudi. Maombi ni yale, anointing iko ni hapa. Mungu anamvaa mwanadamu ni kupitia elimu ya nini? Ya Mungu. Watu wasomi mistari lakini wanaomba kuliko kutafakari neno. Utafanywa na pepo. Tena kuna sehemu shetani anatembelea ndoto iwe kweli. Mpaka ulichotabiriwa kikawa halisi. Mpaka ulichokiamini kikafanya nini? Kikatokea. Mungu anavumilia na mimi tu kwamba Mungu anasema huyu atabadilika kwa maana Mungu ana imani ya kwamba ipo siku tu jamaa huyu anafanya nini? Atabadilika. Ipo tu siku hii jamaa, ipo tu siku. Angalia mambo ya shetani kwamba nitakuja kukupindua kupitia mwanamke. Angalia miaka mingapi iliyopita. Mungu alipata kitabu anajua siku ni siku. Lakini baada ya miaka hizo kama ni 2 kama vile ndipo sasa hilo likale. Miaka. Tabia. Saburi. Na katika saburi yenu utaua. Yaani unajua utaua ni nini? Ikawa ni nini? Nini tabia ya Mungu ndani? Attitude. Kwa Kiingereza wanasema God ni nini? God ni yes. Yes, nasikia neno limetajwa. Yes. Maana Mungu yes, ni goodness. Asili ya Kimungu. Wewe umetengenezwa na malighafi ya Kimungu. Lakini unaoperate kama jambazi. Unafaje? Mungu amewahi vunja duka mbinguni. Mungu tunapomwambia mambo yetu anaenda kuyapeleka kwa watu. Sasa Mungu na mwenzie kikwambia kwa watu nenda unayamwaga kwa watu. Sasa tabia ya ile asili ya Kimungu. Na baada ya hapo anasema nini? Anasema na katika utaua wenu upendano wa ndugu. Upendano wa ndugu hapa ndio pamekuja sasa. Upenda ndugu yako kama wewe mwenyewe. Hapa ndipo pamekaa moyo. Kumpenda mwenzio kama wewe mwenyewe. Je, unaweza? Na mwisho wewe akamaliza akasema nini?
na katika upendano wa ndugu upendo. Sasa upendo ni vingapi kama umeviandika? Jambo la kwanza tuseme nini? Imani. Jambo la pili nini? Wema. 2, 3 maarifa. Kiasi. 4 saburi. 5 utaua. 6 pendano wa ndugu. 7 upendo. Na upendo. Pendano wa ndugu na upendo ni kitu kimoja. Nasema na upendo ndipo uweze kumpenda mwenzio. Ndio maana ndani ya Mungu kila wakati ukikuta tu unakuwa na vitu 7. Hapo ukimsoma yule mwanzo yule Isaya 11 atakwambia roho zinazofanya kazi ndani ya Roho Mtakatifu. Roho wa hekima, roho wa uweza, roho wa maarifa, roho wa kumcha Mungu, roho wa kuni. Ukivihesabu vyote viko ngapi? 7. Ukienda kwenye Ufunuo 5 unasema mwana kondoo alichinjwa msalabani ili atuletee hekima, utajiri, upako, maarifa. Viko ngapi? 7. Ndani ya Mungu havizidi 7. Ukiongeza Mungu anakudai, ukipunguza mambo hayaendi. Simama, nataka tu ungeweza kumpigia Bwana Yesu makofi kwa ajili ya mwezi wa 5. Hakuna mtu yoyote aliyeweza kusikia habari kama hizi akaziamini akazifanyia kazi na akabaki jinsi alivyo. Petro alimwambia Yesu ya kwamba Bwana mkubwa, tumevua samaki usiku kucha lakini tumefanya nini? Tumefanya kazi bora. Lakini oh my God, lakini Bwana, miaka imepita 2014, 15, 16, 14, lakini Bwana, kwa neno la 2021 hili nitatupa nyavu, nitarudi tena, nitasimama tena, nitajiamini tena, nitajaribu tena, nitasimama tena, kwa neno lako nitatupa nyavu. Yesu akamwambia tena, nyavu za safari usizitupe kwa mazoea. Tupa upande ule. Kiufupi inaonyesha ya kwamba ni haiwezekane, kwa sababu sasa hivi nataka kuingiza kwenye ulimwengu wasivyowezekana kuwezekana. Nataka nifanye vinavyorabakosa. Mungu ukimwomba usimwekee miundombinu, acha yeye kuwekea miundombinu. Usimchagulie watu. Mungu nataka unibariki, kuna mtu fulani. Mungu ndiye mwenye watu. Yeye ndiye Mungu wa watu. Mwambie Bwana, wako wapi wale walioumbwa kwa ajili yangu? Wako wapi wale waliowatengeneza ya kwamba nikishakuwa hivi watajitokeza? Yupo wapi kunguru mwenye uwezo wa kumletea mwana wa Mungu nyama na mkate hale? Daudi alimwambia Goliathi hivi, wewe unanijia kwa mapanga na uzoefu wa kibinadamu, lakini mimi nataka nikudondoshe wewe kwa jina la Bwana wa majeshi. Na lengo langu sio tu kupambana na wewe, nyuma yako nakiona kiti cha ufalme. Nataka nikuvuruge Goliathi kwa jina la Bwana wa majeshi, unipishe nipite, ili wazee wa mji wa Israeli waone ya kwamba Daudi ndiye anayefaa. Wanifuate, sio mimi niwafuate. Sema katika jina la Yesu. Sema Roho Mtakatifu, kuanzia leo madhabahu ya wanadamu ya miungu ya uzee imetumana, imetukalia kooni miaka mingi, lakini leo kwa jina lako hiyo madhabahu naipindua, naipindua, naipindua. Ingia kwenye maombi kwa jina la Yesu Kristo. Anza kupindua nguvu yote, nguvu wote, ukuta wote uliowekwa mbele yako. Mwambie kwa jina la Yesu, kwa neno la Mungu
yetu. Kwa neno la Mungu nataka tena urudi baharini, urudi huko, upige pale pale. Kwa neno la leo, kwa neno la leo, lazima kuwe na tofauti kati yako na wao, kati yako na wao, kati yako na wao, kati ya Abrahamu na wao, kati ya wako na wao. Mwambie Yesu, kwa jina lako, kwa jina lako, nazuia mipango ya ila, nazuia, 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 nazuia. Niambie duka lako, lazima utakwenda. Ambia mradi wako, lazima utakwenda. Ambia afya yako, lazima utakuwa salama. Ambia hatima yako, niambie, 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 niambie. Unapojifunza neno, ukiingia kwenye maombi, umekuwa ni moto. Maneno yako sio ya kawaida, matamshi yako sio ya kawaida. Mbingu nataka kusikiliza. Unasema nini? Unataka nini? Omba, omba, omba. Kwa maana tunaomba nyumba ya sala kwa nyumba ya sala. Lazima tuombe mbele ya wote. Lazima tuombe. Sema Roho Mtakatifu, mwezi wa 5 huu natangaza ni mwanzo wa miezi ya kufaulu kwenye maisha yako. Mwezi wa 5 huu ni mwisho wa nguvu za vizuizi na uharibifu kwenye maisha yangu na kwenye familia yetu. Mwezi wa 5 huu naweka ukuta mbele kati yangu mimi na roho ya kutokuendelea, kutokufanikiwa, kutokuzalisha, kutokukubalika, kutokuinuka. Weka ukuta kati yako wewe na roho ya nadhani. Zuia, weka ukuta. Roho ya kupuzia mambo muhimu, roho ya hasara. Weka ukuta kati yako, weka ukuta kati yako, weka ukuta kati yako, weka ukuta kati yako. Chora mstari, chora mstari. Kama ni mtumishi, tamani viwango vingine vya kiroho, tamani neema mpya, tamani mafuta mabichi, tamani, 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 tamani. Mwambie Bwana, naweka ukuta. Nataka kuwa mtu wa kawaida, nataka kuwa mtu wa kawaida, nataka kuwa mtu wa kawaida. Mambo ya kawaida, weka ukuta kati yako na tabia za kawaida, tabia zile kuuza nyuma, tabia zile kuvuta. Mwambie Bwana, nishushe, twende mambo, 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 twende mambo. Weka ukuta, weka ukuta, weka ukuta, weka ukuta. Niambie, Bwana, koma, nuksi, koma hapa, kushindwa, koma, kudharauliwa, koma, kutokukubalika, koma hapa. Niambie, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Roho Mungu ameniambia kwamba anataka sababisha Pentekoste iwe leo kwa watu. Kwa kuna watu wameshavamilia piga ua. Lakini Biblia inasema si kwa nguvu na uwezo, lazima Roho Mungu aingie kati. Na Yesu aliambia waaminifu, aliambia wanafunzi kwamba kaeni, tulieni kwenye chumba cha juu. Ombeni, salini, jifunzeni neno. Lakini subirini mtapokea nguvu. Leo nashuhudia kwamba kuna nguvu. Nguvu ya Roho Mtakatifu ya kukuwezesha kufanya mambo ya ajabu katika yale unayofanya. Inataka ishuke yako. Kwa maana funga macho yako. Nataka utulie. Sasa nashuhudia kwamba ndani ya dakika chache na ufufuo wa Roho Mtakatifu, Mungu anataka wapendelewe wakifanya sana. Lakini Mungu hatujaja tukusali na mioyo, tunakuja tuna mipango. Wengine tuna wito, wengine wana wito, wengine wana miradi, wengine wana magonjwa, wengine wana mambo yanayotakiwa.
Mungu atawavaa na visivyowezekana vitawezekana. Yesu, nisikia kuna mtu mmoja Mungu anataka kukuza. Kwa sababu kuna uwezo wa ndani ya Mungu. Wengine mtapewa nguvu ya kusoma, wengine nguvu ya kufunga changamoto mbalimbali. Kuna wengine Mungu leo anataka kufungua macho ya roho, utaona vitu sivyo. Kuna mtu mwingine leo utanena kwa lugha. Kuna mtu mwingine leo Mungu ataweka hapa ninapozungumza, mimi mwenyewe nasikia kujaa na nasikia nguvu, nasikia uwepo wa Mungu kati yetu. Kuna mama mmoja umemsihi Mungu sana kwa ajili ya mwanao, lakini Mungu anataka atilie nguvu juu yako kwa ajili ya huyo mwana. Ninapoongea sasa hivi, pokea nguvu. Yes. Yes. Pokea. 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 Pokea uwezo. Pokea uwezo. Kuna mtu una mradi mkubwa sana mbele yako, lakini unasuasua. Lakini asubuhi ya leo ipo nguvu inataka ishuke juu yako. Nasema pokea hiyo nguvu hiyo. Roho Mtakatifu naachilia kusali kweli kwenye mikono yako. Naachilia watu hawa kwenye mikono yako. Mungu, kuna watumishi wako wanatamani Mungu kuona wito ulioweka ndani yao. Wanatamani kutembea katika ufufio wa kipekee. Lakini Roho wa Mungu leo wamesikia habari zako. Basi Mungu, usiwache asubuhi ya leo juu ya mlima huu. Nasema Mungu, achilia mafuta mabichi. Fungua macho, gusa wito na maono ulioweka ndani yao. Mungu, gusa karama mbalimbali, karama. Roho Mtakatifu, gusa karama mbalimbali zilizopo ndani ya nyumba hii. Gusa maarifa mbalimbali zilizopo ndani ya nyumba hii. Gusa watu wako. Asante Mungu. Tukikuomba tunaamini kwamba umefanya. Sema nasikia kwa na hekima na aombe Bwana tampa. Tunaamini kwamba leo umetufisha vazi la hukumu, vazi la utukufu, vazi la biashara, vazi la utumishi, vazi la afya njema, vazi la mafanikio, vazi la kukubalika. Kwa maana tunakupigia makofi ya heshima. Pigia Bwana Yesu makofi makubwa sana. Pigia Yehova makofi makubwa. Piga makofi yako kwa ajili ya Mungu. Pigia makofi sio kwa kushangaa. Pigia ukiamini ya kwamba Bwana amenitofautisha na watu wengine. Wape watu high five wakati unavyoweza kwa ujasiri wowote. Mwambie kwamba siko jinsi nilivyokuwa. Mwambie siko jinsi ulivyoniona toka asubuhi. Mpe high five iliyoshima kabisa. Aelewe kwamba wewe unamaanisha unachomwambia. Usikubali mtu akupe high five ya kinyonge. Mwambie kwamba wewe mpaka sasa hivi hujajielewa. Mwambie kuanzia sasa mimi siye yule. Maisha yangu yatazaa matunda na itashuhudiwa na watu wataona. Ni katika jina la Yesu Kristo na wote tena.